tunazidi kusonga mbele na tunazidi kuendelea kabisa kujifunza na masomo yetu mazuri kabisa ya gitaa halisi, na leo tutajifunza baadhi ya vitu kama viwili hivi. So tutajifunza kitu ambacho kimelia, pia tutajifunza namna funguo zote zinapatikana, funguo 12 kwenye gitaa. So mshiko wetu hapa ni A shape. Kwa tunatembea kwenye A shape, C shape pamoja na E shape. Kwa tunaanzia hapa kwenye E shape. Sawa. Hapa ni uzi namba kona, unaanza tu A shape, unapiga kuanzia uzi namba 4 mpaka namba 2. Usipige namba 1 tu. Yaani rahisi sana. Step ya kwanza hivyo tu, simple kabisa. Hapo unashika kwanza E shape. Sawa, unaanza na A shape. Hapo sawa, unapiga kwanza hapa E shape kabisa. Namba 3 na hapa 2 na namba 3, 2 na namba 3, 2 na namba 3, lakini ni double string hivi. Kwa sawa, kwa hapo navuta C shape. C shape. Unaanza tena. Kumbuka hapa ni uzi namba 2. Sawa. Alafu yaani ni simple sana. Uzi namba 2 jamani.
sana. Sawa. Alafu kichwa kimekaa hivyo kwa tutaenda kuangalia ufunguo ndani ya mishiko hizo, funguo zote 12 kwenye gita. Moja kwa moja, step ya kwanza kabisa, ukipiga gita open inakuwaga ni kwenye ufunguo G. Inakuwa ni kwenye ufunguo wa G. G kinachofuata ni G sharp. Sasa tunacheza na mshiko wa A shape. Sawa, ndio maana tukasema open chord yaani open gita bila kushika mahali popote, automatic ni G. Sasa G imeshikwa na A shape, hiki cha hapa mwanzoni ni A shape. Kwa chumba kinachofuata tunasema ni G sharp. G sharp. Mshiko wetu ni A, tunatembea kwenye A shape. Kwa chumba kinachofuata inakuwa ni A. Sawa, A. Chumba kinachofuata ni B. Sorry, A. Chumba kinachofuata ni A sharp. A sharp. Sawa, A sharp. Alafu chumba kinachofuata kwenye A sharp ni B. Hapa kwenye B tunakuja kwenye C. Sawa, chumba kinachofuata ni C sharp. C sharp kinachofuata ni D. Dada, unaita dada. New generation. D. Kutoka kwenye D kinachofuata ni D sharp. Tofautisha kati ya shape na sharp. Sawa, hizi tunazungumzia ni sharp. Yaani kutoka ufunguo moja huo unaofuata kabla ya kufika kwenye ufunguo halisi. Hapo katikati inaitwa sharp. Hapa tukitoka kwenye D ambayo ni dada, inakuja tena dada sharp. Kutoka kwenye dada sharp tunakuja kwenye E. E major. Tukitoka kwenye E tunakuja E haina sharp. Tukitoka kwenye E chumba kinachofuata ni F. Chumba kinachofuata ni F sharp. F sharp tunamaliza na G. Hapa tayari tumeshamaliza gita letu kwenye G. Sawa. Kwa hiyo tayari tumeshamaliza gita letu. Narudia tena. Ukitaka kupata ufunguo, yani ukitoka hapa mpaka hapa kwenye hizi doti mbili tayari umeshamaliza kizote 12, ambaye ni moja, ambaye niseme ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ambaye ni G. Kwa hiyo kutoka hapa mpaka hapa tayari tumeshamaliza kizote 12 ambazo ni meja 5 pamoja na shapu za meja 7 pamoja na shapu zake 5. Kwa hiyo narudia tena, ukiwa umepiga tu hivi open gita bila kushika mahali popote ni ufunguo wa G. Tunatumia mshiko wa A shape. A shape hapa tayari imeshashikwa kwenye hichi kimkanda hiki cha hapa mwisho, tayari hiyo ni A shape. Sasa chumba kinachofuata kutoka mwisho, kinachofuata ni G sharp. G sharp. Kumbuka ni A shape mshiko wetu tunatumia. Inakuja ni G sharp. G sharp inayofuata ni A. Sawa. A. Inayofuata kwenye A ni A sharp. Kumbuka mshiko wetu ni A shape, yani tunatumia A shape kushika.
na kutambua hizi funguo. Kinachofuata kutoka hapa kwenye A sharp ni B. Baba, naita baba, generation. Kutoka kwenye B inakuja ni C. B haina sharp. Kwa hiyo ukitoka kwenye B moja kwa moja unakuja kwenye C. Haturuki chumba, ni B alafu C. Ukitoka hapo kwenye C kuna C sharp. Kutoka kwenye C sharp unakuja tena D, naita dada. Kutoka kwenye D unakuja kwenye D sharp. D sharp, kutoka kwenye D sharp unakuja kwenye E. Kutoka kwenye E hakuna E sharp, kuna F moja kwa moja. E alafu F. Sawa. Kutoka kwenye F kuna F sharp, ndio unakuja kwenye G, unakuwa umemaliza gitaa au ukawa umemaliza ile system ya funguo zote 12. Kwa hiyo ni vitu vya msingi sana kuvielewa, vitakusaidia. Sasa hizi doti nazo zinakuwaga na maana yake na ufunguo zake. Kwa mfano hii doti hapa ni A sharp. Hii doti ya kwanza kabisa kutoka mwishoni. Hii doti hapa ni A sharp. Hii doti hapa ni kwenye C. Sawa. Hii doti hapa ni kwenye D. Hii doti hapa ni kwenye E. Hizi doti mbili hizi zinakuwaga ni G. Hata kama ukutane na gitaa ndefu ambaye imefika paka huku tena kuna doti mbili. Hapa mahali doti mbili zinaishia ukishika ile ni G. Kwa hiyo kwenye hizi doti mbili ukiona kwenye gitaa hizi doti mbili tayari ukishika tu hivi A shape ni ufunguo wa G. Ukishika tu hivi A shape ni ufunguo wa G kwenye hizi doti mbili kwenye gitaa. Aiza zinaweza zisiwepo hizi doti mbili, lakini huku juu lazima kuna kwepogi na vidoti. Maana kuna magitaa mengine unakuta yamechorwa tu urembo, lakini hapa juu unachunguza kwenye huu mkanda hapa juu lazima doti hizo zinakwepogi. Kama hii kwangu ina doti zina alama nyeusi, kuna zingine zinakuwa na alama nyeupe. Kwa hiyo ni vitu vya kuchunga sana, vya kuangalia sana, vitakusaidia. Kwa mfano tu unaweza kwa mtu anakuambia tunacheza ufungo gani? Tunacheza dada automatic moja kwa moja kwenye doti ya tatu kutoka mwisho, 1 2 3. Hapa ndo dada yetu. Au doti ya 4 ni E. Au doti ya pili ni C. Au doti ya kwanza ni A sharp. Kwa hiyo ni vitu vya kuzingatia. So tuko pamoja. Mungu akubariki na Mungu akutunze sana.